Umeshawahi kumfikiria mtu fulani, baada ya kumfikiria kwa muda fulani, ghafla akaona simu yake anakupigia simu? Au umeshawahi kuhitaji kitu fulani, alafu ghafla ukaona kinatokea? Achana hiyo. Hivi umeshawahi kuona baadhi ya watu ambao unakuta kila kitu wanachokijaribu kinafanikiwa, kila kitu ambacho anakigusa kinafanikiwa, lakini kuna wengine ambao wana struggle miaka na miaka, anajaribu hiki kinabuma, akifanya hivi kinafeli, akifanya hivi hapana. Kwa nini inakuwa hivyo? Sasa kuna siri. Jambo hilo sio bahati mbaya, kuna siri iko nyuma ya hilo jambo. Sasa kuna hiki kitabu chetu ambacho tunaenda kukijadili leo, kinaitwa The Secrets. Naomba usubscribe, alafu tuendelee ili tuende kwa pamoja katika mfululizo wa uchambuzi wa vitabu ambavyo tunavifanya kila wiki. Sasa hiki kitabu kiliandikwa na mwanamama mmoja anaitwa Rod Bray huko Australia. Sasa yeye alikiandika baada ya kufikia wakati ambapo kila pembe ya maisha yake ilikuwa ana matatizo. Biashara zake zilikuwa zinakufa, kazi zake zilikuwa zimeshapotea, alikuwa na matatizo makubwa ya kiuchumi, alikuwa anafilisika, alikuwa na madeni kila kona, alikuwa na matatizo chungu nzima kwenye maisha yake mpaka maradhi. Sasa baadaye binti yake moja akamletea kitabu kimoja kinaitwa The Science of Being Rich. Akakisoma kile kitabu. Baada ya kusoma kile kitabu, akajipa miaka miwili kufanya utafiti mmoja ambapo alizungumza na viongozi wengi, alizungumza na wafanyabiashara wakubwa, alizungumza na viongozi wa kiroho, akazungumza na baadhi ya watu ambao ni mashuhuri. Sasa baada ya kuzungumza nao akagundua kwamba kuna siri au sheria ambayo watu wote waliofanikiwa wanaitumia. Ndio akaja na kitabu cha The Secrets ambapo kinajadili sheria hiyo ambayo watu wengi walio mashuhuri wanaitumia. Sasa kitabu hiki cha Secrets asilimia kubwa kimesheheni dhima ambayo inaitwa the law of attraction, yani sheria ya uvutano. Sasa hii sheria ya uvutano inasema kwamba kila kitu kinachotokea katika maisha yako, iwe kizuri au kibaya, kinakuwa kimevutwa na mawazo yako. Ndio, kila kitu kinachotokea kwa maisha yako, iwe kizuri au kibaya, kinakuwa kimevutwa na mawazo yako. Yaani kwamba jinsi ambavyo mawazo yako unaya condition, ndivyo yana attract kitu hicho kutoka kwenye ulimwengu. Unajua iko hivi, kila kitu kinachoonekana huwa kina kopi yake katika ulimwengu usioonekana, yaani ulimwengu wa kiroho. Ambapo kifizikia tunasema kwamba kila kitu ambacho ni quantum, na kitu ambacho ni physical kinaonekana kwa macho, ni kiko katika form of energies katika ulimwengu mwingine usioonekana. Kwa kila kitu ni energy, kila kitu ni energy. Sasa kila kitu huwa kina frequency, ambapo unapowaza kitu fulani maana kina frequency yake fulani. Kwa maana yake kina attract kitu ambacho kiko kwenye universe ambacho kina frequency hiyo hiyo ambayo inafanana na hicho kitu ambacho unakifikiria. Yaani kwa mfano, unahitaji shamba. Si ndio? Unahitaji shamba. Unapokuwa unahitaji shamba kwenye mind yako, shamba lina frequency yake. Sasa lina attract shamba kutoka kwenye universe katika frequency hiyo hiyo. Kwa sababu universe inasema huyu mtu ana demand kitu fulani chenye frequency ile. Sasa inakuwa ina match na frequency za kitu ambacho kiko katika universe. Shamba katika frequency ile ile, kwa inakuwa inafaje? Vinavutana. Yaani vile vitu ambavyo vinafanana vinakuwa vitu vyenye frequency ambayo inafanana kutoka kwenye tangible world kina attract au kinavutana na kitu ambacho kina frequency ile ile katika intangible world. Kitu ambacho kina frequency fulani katika ulimwengu unaoonekana kinakuwa kinavutana na kitu ambacho kina frequency ile ile kwenye ulimwengu usioonekana, yani universe. Sasa kwa hiyo mawazo au hisia yana nguvu ya kuvuta mambo katika maisha yako. Yaani mawazo ni kama sumaku. Kwa hiyo kila unachokiwaza kizuri au kibaya unakuwa unakivuta kwako. Sasa unapokuwa una focus fulani ambayo ni positive, kwamba ninahitaji kazi, si ndio? Yaani mind yako kabisa umefocus kwamba ninahitaji kazi. Sasa universe inatambua kwamba unahitaji kazi. Yaani kwa sababu universe huwa ina connect na mawazo au hisia ambazo tunakuwa nazo. Sasa universe ina detect ile signal kwamba unahitaji nini kazi. Kwa hiyo ile frequency ya kazi inaanza kuwa sorted na ulimwengu na universe.
Sasa universe inaanza kukuexpose wewe na connections, inaanza kukuexpose wewe kwenye mazingira ambayo you are likely to secure that kind of wish you need. Umeona? The same. Unapokuwa na mawazo ambayo ni negative, ulimwengu pia unakuwa una connect ile signal. Kwa hiyo inakuwa ina sort ile mambo yote ambayo yana frequency ile ile ambayo yapo kwenye hisia zako au kwenye mind yako. Kwa hiyo hapa ametoa mfano, nimenote mfano hapa, nasema kwamba mfano unaweza kufikiria kwamba kwamba mimi sitakuja niwe na pesa. Yaani unaweza kusema kwamba mimi sitawahi kuwa, yaani mimi siwezi kuwa na pesa kabisa. Yaani mimi nitakuwa hivi hivi. Sasa unapokuwa na hiyo thought ndani ya mind yako, frequency hiyo hiyo make ina mawazo yako na send signal kwenye ulimwengu. Yakishatuma signal kwenye ulimwengu unasoti kwamba ni mambo gani ambayo yanaendana na hiyo signal ambayo unayo wewe. Nasema mambo ambayo yanaendana na mawazo yako ni matatizo ya kiuchumi, ni madeni, yani matatizo tu kwa namna hiyo ambayo inakufanya uendelee kuwa pale pale ulipo au kushuka zaidi. Kwa hiyo ulimwengu unakuexpose wewe kwenye matatizo ambayo yanaendana na hiyo wish ambayo unayo kwenye mind yako. Kwa hiyo itakuexpose na ajali, itakuexpose na madeni, itakuexpose na yani mambo yote ambayo yanafanana hayo. Hii hapo ni law of attraction. Sasa mwandishi anasema hivi kwamba mawazo yanakuwa vitu. Kama unaweza kukiona katika akili yako, unaweza kuwa nacho mkononi mwako. Yaani kwamba kitu ambacho the way unavyoona kitu fulani kwenye mind yako ambacho unakitamani sana, kama ni kazi nzuri, kama ni gari, kama ni shamba, kama ni familia, kama ni mke, ni mume, whatever. Yaani jinsi ambavyo unakuwa unakiona kwenye mawazo yako katika imaginations. Yaani hivyo ndivyo kinaweza kuwa katika uhalisia wake. Okay? Ndivyo kinavyokuwa katika uhalisia wake. Kwa kinachokuwa kimebaki kwamba ni kukitoa katika state of imagination kukileta katika ulimwengu wa uhalisia. Tutakiletaje? Basi kuna protocols hapa, kuna kanuni hapa ambayo unatakiwa uifanye ili uweze kukitoa kitu kwenye imagination kukileta katika ulimwengu wa uhalisia. Kuna mambo matatu. Kuna ask, kuna believe, kuna receive. Kuna ask yani omba, kuna believe yani amini, halafu kuna receive yani pokea. Sasa unapokuwa unaomba jambo kuna namna yake. Sasa kutokana na kitabu hiki cha psychology jinsi nilivyo analyze, unapoomba kitu kutoka kwenye universe, unapokuwa unaomba kitu kutoka kwa Mungu, kutoka kwa universe, cha kwanza lazima uwe clear unahitaji nini. Yaani usiwe very general. Inabidi uwe na clear. Useme kama unahitaji maisha mazuri. Hapana, kuwa specific. Unaposema maisha mazuri ni jambo ambalo liko very general. Yaani angalia kitu mahususi kama mimi nahitaji kazi nzuri. Kazi namna gani? Nahitaji biashara fulani, au nahitaji kazi fulani, au nahitaji kipato cha kiasi gani? Nahitaji kipato cha kiasi fulani. Unakuwa very specific. Kwa unaomba. Right? Unaomba. Sasa unapoomba cha kwanza inabidi uombe mara moja. Yaani omba mara moja alafu relax. Kama ambavyo restaurant, ukienda restaurant kula, mhudumu anakuja, unamwagiza, ukishaweka order yako unaenda. Kwa hiyo umeshaagiza, wewe subiri, umeshatulia. Umeona? Kwa hiyo hauhitaji ile kurudia kila siku maana hapana, wewe omba, tulia. Sasa baada ya kuomba amini. Yaani ukishaomba kwamba ninahitaji kitu fulani, amini kutoka moyoni mwako kwamba kimeshakuwa cha kwako. Yaani amini kwamba umeshakipokea tayari, ni cha kwako na kimiliki sahihi. Sio kwamba tu umeomba utakipata kesho, hapana. Amini kwamba kimeshakuwa cha kwako muda huo. Sasa hii sehemu ndio ambayo ni ngumu zaidi. Sasa hapo kuna namna ambavyo inaweza kukusaidia kuamini au kutengeneza ile imani. Kwenye kitabu hiki nimesema hivi kwamba lazima uamini kabisa kuwa unachokitaka tayari ni chako. Sio kuamini utapata kesho, hapana. Sasa namna gani unaweza kuamini? Cha kwanza kuna visualize. Umeona? Visualize. Kuvisualize maana yake
unaweza ukafumba macho, si ndio? Ukishafumba macho ukakileta kile kitu kwa mawazo yako, kama ni kazi ukaiona kazi yangu nimekaa ofisini au kufanya hivi na vile na vile, au kama ni kitu fulani unakihitaji, yaani ukakiweka katika imagination, ukakifeel kwenye hisia. Okay, fanya hivyo kwa dakika 5 mpaka dakika 10 kila siku. Hiyo itakuwa na kutengenezana, itakuwa na kutengenezea imani kwamba kile kitu kimeshakuwa cha kwako. Umeona? Lakini pia act as if umeshapata kile kitu. Kwa jinsi unavyoongea, jinsi unavyobehave, yani ongea kama vile ulishakipata. Yani ile confidence yako, yani act as if ulishakipata. Lakini pia gratitude. Gratitude hii inasema kwamba shukuru kabla hujapokea. Yani unakuwa you feel thankful, unakuwa na offer ile gratitude kwamba nimeshakipata, una feel thankful. Okay, una feel thankful. Sasa mwandishi anasema kwamba frequency ya gratitude, yani na shukrani, ni mojawapo ya frequency zenye nguvu zaidi. Universe haiamini kwenye maneno, lakini universe inaamini katika mawazo na hisia. Yani mawazo na hisia hizo ndio ambazo zinatuma strong signal kwenye universe zaidi ya maneno. Kunapokuwa na feel ile gratitude, ndivyo ambavyo unakuwa na encourage universe uweze kurespond kwa haraka zaidi. Lakini sehemu ya tatu au njia ya tatu ni kupokea, yani kureceive. Sasa namna gani unaweza kureceive kitu chako kutoka kwenye ulimwengu wa universe? Cha kwanza inabidi uwe open. Kina maana gani? Universe inaweza kuleta kitu kwa njia yote ile, hata kwa njia ambayo hukuweza kufanya, hata kwa namna ambayo hukuweza kuitarajia. Kwa cha muhimu ni kuwa sharp kuchukua action. Kwa mfano, unapokuwa umeona mazingira yote ambayo yanahusiana na kile kitu ambacho ulikiomba, hebu nenda. Kwa mfano, umeomba kazi, labda kazi ambayo inahusiana labda kama afisa kilimo au nini, au kazi yote ambayo inahusiana kitu fulani. Halafu unaposikia kwamba sehemu fulani hivi kuna seminar fulani ambayo inahusu mambo ya kilimo, yani ambayo inahusiana tu, hebu nenda. Unapoenda kule, probably unaweza kukutana na afisa au mtu ambaye anaweza kukulink na nafasi au kazi ambayo ulikuwa unahitaji. Au unapokuwa unajisikia kuongea na mtu fulani au kumwona mtu fulani, hebu nenda. Yani hapo ndo universe inakuwa inakufaje? Inakuwa inakuongoza. Au unapokuwa unajihisi kwenda sehemu fulani, hebu nenda. Yani hapo universe ndio inakuwa inakufaje? Ndio inakuwa inakuelekeza, inakuwa inakuongoza. Unaweza ukaenda sehemu ukajikuta umekutana na mtu ambaye anakulink na kazi fulani au chochote kile. Umeona? Kwa hiyo kuwa tayari kuchukua action pale inapofaje? Unapojihisi kufanya chochote. Lakini pia njia nyingine ya kureceive tunasema follow your intuition. Umeona? Kwa hiyo kama ambavyo nimeshaelezea kwamba fanya, unapojihisi kufanya kitu fulani, hebu fanya. Unapojihisi kwenda sehemu fulani, hebu nenda. Maana hapo ulimwengu unafanya unakuwa unakuongoza. Lakini pia una uwezo wa kurecognize the signs. Jaribu kusoma alama za mazingira. Umeona? Alama za mazingira. Maana nyingi universe inatumia ishara ndogo ndogo. Umeona? Angalia opportunities ambazo zinaonekana, ongea opportunities ambazo zipo. Yaani kila kitu inabidi uwe flexible kusoma sign, okay? Kwa unapokuwa sharp katika namna hiyo, ujue wakati wote unaweza kupokea majibu ambayo ulikuwa umenani. Sasa action ni muhimu. Umeona? Action ni muhimu kwa sababu unapokuwa umeomba kitu huwezi kukaa tu hivyo. Hapana. Jaribu kuwa accountable. Okay? Sasa kuna tatizo moja kubwa sana ambalo watu wengi wanakutana nalo wanapokuwa wameomba kitu. Unajua unapokuwa umeomba kitu kwa Mungu au in whatever mode, okay, kulingana na imani yako, kuna makosa ambayo huwa yanafanyika zaidi. Hapa nimejaribu kuanalyze hapa. Sasa kuna kufikiria negative. Umeona? Negative minds zinaharibu sana au zinaathiri au zinaweza kusababisha usipokee majibu. Kwa mfano mtu anaweza kufikiria kwamba ninahitaji pesa. Hebu angalia kitu kama hicho. Kwamba ninahitaji pesa. Unaposema kwamba ninahitaji pesa au ninahitaji kitu fulani, inabidi ufocus, yani mind yako iwe hapo. Ukishaonyesha tu hesitation, unasema kama ninahitaji pesa ndio. Lakini mawazo mengine yanakuja, lakini sina kazi, mbona sina kazi yoyote?
sina biashara yote, sina chochote. Yani mawazo yanavurugika hapo unakuwa una disturb signal, yani hapo unakuwa una disturb signal. Kwa hiyo universe inakuwa inashindwa kusoma signal ya mawazo yako kwamba inahitaji nini. Kwa hiyo hapo universe inaweza kashindwa kufanya, inaweza kashindwa unakuwa na confuse universe. Kwa hiyo inakuwa inashindwa kuencode zile signal ambazo zinaendana na kile kitu unachokifanya, unachokihitaji. Kwa hiyo hapo inaweza kusaidia kufanya inaweza kusababisha ukose kupokea. Kwa hiyo unapokuwa unaomba ghafla negative mind zikaingia, si ndio? Hebu pause, alafu fumba macho, sema cancel cancel cancel. Ukisha cancel, omba tena. Okay, omba tena ukiwa uko very positive. Lakini kosa la pili, kuna kuomba ushahidi. Unajua, kwa mfano hapa inasema hivi kwamba unaweza kujiuliza kwamba umeshaomba. Sasa hii hapa ni kitu ambacho hakitakiwi sana hata kwa Mungu. Umeshaomba, unaanza kama vile ku argue kwamba nimeomba hiki, mbona kitokee, mbona nimeshaomba, mbona hivi na vile, kama vile unakuwa una release malalamiko. Hicho kitu ni kibaya sana. Hicho kitu ni kibaya sana na hakitakiwi. Unatakiwa trust the process. Trust the process. Umeshaomba, trust the process. Sasa kosa lingine ni mixed signals. Lakini kama hapo nimeshaeleza mwanzoni. Kuna watu wanasema kwamba ninahitaji pesa. Lakini kesho mtu anasema kwamba pesa sio kila kitu bwana, pesa sio kila kitu. Sasa hapo unakuwa unatuma signal tofauti kwenye universe. Unakuwa unatuma signal tofauti. Sasa unasema huyu mtu anahitaji pesa, lakini ndio mtu anasema kwamba pesa sio kila kitu. Kwa maana yake haitaki tena au manini. Kwa hiyo hiyo situation inatengeneza mixed signals ambazo zinaenda confuse ulimwengu. Kwa hiyo universe inashindwa kufanya kurespond kulingana na hiyo. Jamani, nashukuru sana kwa discussion ambayo, kwa huu mjadala ambao tumekuwa nao. Karibu tena katika video zinazofuatia. Subscribe, tuende kwa pamoja. Asante sana.